Gosi, hivi Star Park sasa hivi ina miaka mingapi? Star Park imeanzishwa 2019. 19 eh? 19. Okay, kwa sasa hivi ni kama miaka 7. Miaka 7. Babu kubwa mwanangu, na bado umekaa kwenye line. Safi sana. Kuna kipindi tuli Tanzania kwa ujumla. Yani ilikuwa kila unapopita unakutana na bao inazinduliwa hapa, pub inazinduliwa pale. Kuna hiyo nyakati kama miaka 3 nyuma hapa. Tulikuwa na hizo nyakati, yani ukipita hapa bwana kuna pub, bwana pale kuna pub, na hiyo ilikuwa ni kila mkoa ukitembea, yani ukutana na vitu kama hizo. Na Morogoro ikiwemo pub zimezinduliwa nyingi sana. Hiyo nyinyi ambao mnamiliki sehemu hizi za starehe ilikuwa inawatisha, yani zile nyakati mlikuwa mnakutana, jamani mbona hapa kama ushindani sasa watu wanaongezeka sana, tutaanza kugawana wateja na nini? Kwangu mimi sio kitu ambacho kilikuwa kinanitisha. Kwangu mimi ni kitu ambacho nilikuwa nakiona kama ni fursa. Oh yeah. Kwa sababu tukichukulia mji kama Mwanza umekuwa kitasnia kwa sababu ya kuanzishwa sehemu nyingi za burudani. Oh yeah, that's true. Kwa sehemu nyingi za burudani hiyo ina push uelekeo wa muziki. Okay. Uelekeo wa muziki na push entertainment sana. Yeah. Okay. Kwa maana sehemu kama Mwanza unaweza kukuta Bundesliga, kuna Elevate na Climax yeah. Na zote zinafanya vizuri. Zote zinafanya vizuri kutokana na labda na umoja wao. Yeah. Lakini kila msanii sasa hivi ambaye anataka kufanya show kubwa lazima ataenda Mwanza kutokana na nini? Kile kichoanzishwa na wale waliokuepo. Unatolea mfano Mwanza, kwa nini haujatolea mfano Morogoro? Sema mbona Morogoro sijatolea mfano Morogoro kwa sababu sehemu ambayo imekuwa kwenye tasnia burudani ni Mwanza. Okay. Na sasa hivi una miaka 7 kwenye hiyo kazi. Umekuwa kule lakini unaifanyia kazi hapa Morogoro. Maana yake unachotuambia ni kwamba kuna challenge somewhere. Kuna challenge somewhere. Ndio maana nikasema kwa wenzetu wana ule umoja. Baadhi zina umoja sana. Oh yeah. Ndio maana imesaidia tasnia kule kukua. Okay. Kuna Retro Tour ya Diamond Platinum. Inafanyika tarehe ngapi? Ambapo mkoa wa kwanza aliochagua ni Mwanza. Kwa nini Mwanza? Kwa sababu ya ile consistency ya bar. Yani wameshajiwekea, unajua mkoa ukishajiwekea ni mkoa burudani. Hakuna event kubwa yote itacha kupita kwenu. Hakuna event yoyote kubwa. Kwa kama alikuja Scott Mapuma. Kaenda Arusha, kaenda Dar. Lakini kulikuwa kuna uwezekano angeenda paka Mwanza. Lakini condition zilikuwa zipo fixed. Hivyo hiyo opportunity sisi tupo center. Embo assume sisi baadhi hapa zingekuwa na umoja wa kupush game. Sisi tupo center ya Dodoma, tupo center ya Dar. Tungekuwa na umoja wa kupush game, Morogoro tungekuwa mbali sana. Okay. Ndio maana hata wasanii wengi wanaogopa kuja kufanya show Morogoro. Kumbe iko hivyo. Mimi wasanii wengi ambao nimekaa nao wanasema Morogoro ni sema ambao ni hard kwenye kuipush. Yani kuweka ukisema wewe kiingilie na kwa ni sehemu ambayo ni ya moto. Kama click yake kinaitwaje? Hapa. Wapi mjini? Palms au? Hapo napofanyaga show wasanii. Jamhuri. Inapokuaga ya moto. Kwa hiyo inakuaga, lakini tungekuwa na ile tumeungana pamoja tuna push game. Labda huyu anakuwa na standard yake, huyu anakuwa standard yake, lakini kuna ule umoja. Morogoro ingekuwa mbali sana. Mbali sana. Oje, unauzungumza umoja kwenye unauwekea bracket. Hebu ufungue. Umoja gani ambao unautamani kama mtu wa burudani ambao unahisi unaweza kutufikisha mbali? Of course hapa ni kwa faida sasa ya entertainment industry. Yani umoja burudani ni kwamba mimi namiliki bar. Zako anamiliki bar. Kusiwe na personal issues kwenye biashara. Okay. Personal issues. Tukiwa na umoja mimi na Zaiko. Huyu Zaiko na idea zake, mimi na idea zangu. Pamoja tukiziunganisha tunapush game. Tunapush kwa ajili ya mji, tupush kwa ajili ya mtu mmoja. Kwa ajili ya sehemu moja. Kwa sababu tukicheza kila tukienda hapa Morogoro sehemu fulani tunafanya vizuri. Kila tukienda Morogoro sehemu fulani vizuri. Kuna watu kuchoka. Watu wakichoka mtu wa Morogoro anaenda kula bata Dar, mtu wa Morogoro anaenda kula bata Dodoma. Mnajikuta wote mnakosa. Okay. Lakini mkiwa na umoja, yule burudani yake ipo hivi leo, huyu burudani yake ipo hivi leo. Mnakuwa mna share ideas. Okay. Yaani mnakuwa hamkutani sasa kwenye idea moja. Okay. Kumbe inafikaga siku kwamba viwanja vyote Morogoro pengine vinafanya kitu kimoja. Inakuwaga hivyo?
Exactly, lakini sijajua kwa sababu mimi sifuatiliagi sehemu nyingine. Okay, na mimi pia sitembeagi kwenye viwanja. Labda Zaiko atusaidie kama huwa una experience hiyo. Yani kuna time huwa inafika unaona sehemu A wanafanya kitu moja, sehemu B wanafanya kitu moja, yani vitu vinafanana, ideas zinagongana. Kwa experience yangu mimi kwanza yani naomba nijibu indirect. Kwa experience yangu mimi naamini kwanza kwa sehemu hata nilokuepo mimi sijai kuona kitu tunachokifanya sehemu nyingine wakaweza. Labda wakiiga watajitahidi, ila sio sawa. Tunazungumzia sasa idea kugongana. Kitu ambacho anasema Ghost hapo. Hebu ichambue. Ghost anasema anatamani kuona umoja ambao upo Mwanza ukifanyika Morogoro. Understand? Kwa faida ya kiwanda kizima cha burudani. Sawa. Kwa maana ya kwamba ule umoja ambao mimi Kidunda Pub leo itafanya let's say karaoke. Understand? Maana yake Zaiko Pub leo wafanye throwback. Unaelewa? Sijui Ghost Pub leo wafanye, yani tu tunatofautiana kwenye idea. Labda yeye leo wafanye mambo ya kanga moja watu. Unaelewa? Yani kwamba sasa tunauliza wewe kwa uzoefu ulionao, unatembeaga kwanza kwenye viwanja vingine? Yes, natembea. Umeshawahi kuona labda Jumatatu idea zimegongana kwenye viwanja zaidi ya viwili? Hiyo ipo, ila sio sana. Okay. Kwa watu wenye experience ya biashara yani ni kitu ambacho hakina combination iliyonyooka, kwa sababu yani kitendo cha kuunganisha program au kuunganisha burudani leo ya huku iko hivi ya huku iko hivi, hapo tayari ni shida. Yani kibiashara haipo kabisa. Maana unapigia mstari kwamba Moro bado tuna shida, kuna namna tukio tunyuke pamoja tuondoke. Yani haipo. Okay. Oh yeah. Bab kubwa bana, ni kuhusiana na nightlife. Kuna vitu vinakukwaza sana kwenye nightlife. Kwa sababu unakuwa pale unasema hichi kitu kingekuwa kipo hiki. Sawa, hapa ni kwangu na nini, lakini hapo kitu kisingekuepo, yani nafikiri nightlife ingekuwa inaheshimiwa sana. Mfano wa kitu ni kama kitu gani? Ndio wewe sasa nakuuliza. Wewe ndio unavijua, mimi sivijui kwa sababu siko kwenye hayo maisha. Mimi usiku mara nyingi huwa stoki. Yani mostly labda kitu ambacho mimi huaga kinanikwazaga sana ni labda kuona ugomvi. Okay. Unajua mtu akilewa tu kamcontrol mtu akilewa, yani ule ugomvi mimi iko kitu huaga sipendaji sana kuona. Okay. Au ku underestimate watu. Iko kitu mimi kwangu sipendaji sana kukiona. Kuna time watu wanaogopaga wana ubora wa hili eneo. Bei zake ni noma kabisa. Nini ambacho wewe unazingatia sana pale? Bei, ukiwekewa bei na ubora, kwako huwa mara nyingi unaangalia nini kwanza? Kwangu mimi kitu ambacho nacho kiangaliaga, ndio mimi nikasema sipendagi ku underestimate watu. Mimi nimeweka kitu ambacho ni affordable. Okay. Kuangalia na living standard ya watu wengi. Kwa mimi nimeweka kitu ambacho ni affordable. Akienda sehemu fulani labda atakuta mimi prices zangu zote yani zina mfavor mteja. Okay. Kuanzia kwenye chakula, vinywaji, kila kitu. Hata ikitokea nimeweka show ya kuweka kiingilio changu kikubwa ambacho labda nitasema nimeweka ni shilingi 5,000. Hapo naweza ngeka 5,000 na bado ukapata 200 for free. Kwa hiyo mimi napenda kuwa favor, yani mimi na favor sana wateja wangu kuliko maslahi yangu binafsi. Okay. Sawa, kuna mtu ananiambia hapa anasema unajua Starbucks sasa hivi amefanikiwa sana, and mpe hongera sana mkurugenzi. Zimefika, anasema mpe hongera pia DJ Zaiko, ni moja kati ya DJ bora, anafanya kazi nzuri bana, hongera zenu hizo. Anasema lakini nasikiaga kuna issue moja ambayo sijawahi kuipatia majibu, kwamba Starbucks huwa anatoa pesa. Okay. Sawa. Niweke katika lugha nzuri kwamba kuna wadada huwa unawapa pesa ili waje waanzie pale kwa kinywaji kimoja, wakae pale ili waga, unatumia hiyo system. Nafikiri swala lake yeye ametumia maneno fulani ambayo sio vizuri. Yani natumia pesa kuwashawishi watu waje wakae. Yani kwamba bana, unajua watu wanapenda sana warembo nightlife. Sasa kwa usiku, let's say Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, sisi tunataka tu take over. Una take vipi hiyo? Unaambia bana, nyinyi wadada 50 au 10 au 20 au 5 bana, mkifika
kuna labda buku mbili zenu kwa ajili ya kinywaji cha kuanzia. Unafanya hivi? Yani kwa kitu cha kwanza sio cha kweli. Okay. Nikifanya hivyo na faidika nini kwa kufanya hivyo? Hapo na kwa hiyo inakuwa kama unajitekenya huko unacheka. Unacheka huko. Mimi napenda challenge. Yani mimi napenda challenge. Kwa hiyo sasa nikafanya ni washawishi wa dada waje wa convince wateja wengine ili waje eneo langu. Hapo ndakuwa sifanye biashara. Hiyo sio biashara. Hiyo inakuwa ni maigizo. Yeah. Kwamba onekane bora ili ngadi kuna kitu angekifanya chini ya kapeti. Yeah. Kwangu mimi iko kitu siwezi kukifanya. Wewe kazi yako ni kwenye kuandaa tu. Kazi yangu mimi na kuandalia kitu ambacho kitakusababisha wewe ukikaa nyumbani Stapa kileo anachoma nyama ujue. Dusko lako hilo. Stapa kileo anachoma nyama la unaikosaje? Mimi ndo kitu ambacho huaga nakiangalia. Lakini nikae bwana chukueni 20 hizi njoni haiko kitu sio cha kweli. Okay. Au kama wadada wapo ambao wanasema hivyo wajitokeze. No, huyu ni jamaa ameuliza. Of course anaitwa Barawaji. Ameuliza hilo swali. Anasema yeye huwa anasikia na hajawahi kupatia majibu. Hiyo swala. Kwa hiyo umemjibu vizuri sana. Wanasema hivi kuna muda ukiwa unafanya vizuri expect vitu vingi kuongelewa juu yako. Okay, yeah. Na umeshawahi kusikia kitu kama hichi? Ndio nakisikia sasa hivi. Kwa mara ya kwanza. Yeah, inawezekana watu wanazungumza na haujui. Yeah, Zaiko kama DJ huwa unafanyaje kuhakikisha watu lazima waje yani? Mimi kama DJ kuna njia zangu 1 2 3 hapa leo lazima watu wafike. Yani kitu cha kwanza kinafanyika kitu kizuri kumnyanyua mtu akasema bwana Miro hapa silali. Bwana mimi nikifika sehemu fulani mimi silali. Na iongelea sana ofisi yangu. Yeah. Kwa sababu mimi naamini ndo tuko peak time. Tunasumbua. Hamna kutusumbua. Naamini hilo. Unaona? Kwa ina maana mpaka kuhakikisha mteja anafika pale anaweza kukaa kustay mwaka huko alipo akasema bwana Miro siku aishi lazima niwepo Star Park. Unaona? Kitu kikubwa cha kwanza bwana hakuna kitu mwanangu kama vibe. Okay. Mtu hawezi akashusha bila kuwa na vibe. Unaona? Hakuna kitu kama vibe. Yaani cha kwanza kisha mteja ana vibe. Unaona? Sio unapiga tu kopo unaona mteja amekaa ni yuko nyumbani kakaa yuko msibani. Yuko club kakaa ni aelewi yani msaada simu hapana. Hakikisha mteja ana vibe anakula vitu. Yaani mtu akiingia pale hata kama alikuwa kaachwa huko anakuja kukumbuka kiliacha geti. Oh yeah. Naona program nzuri ya music, unaona playlist zilizonyoka bwana. Na kitu kizuri ambacho nilikuwa cha kuambia kwamba sisi kwa nini tuna wateja wetu na kutukimbilia. Sababu si program zetu tunaanza saa 11 jioni pale. DJ yuko on stage pale. Okay. Anachapa ngoma. Okay. Yaani hiyo mpaka majogoo. Kwa jikuta hizo vitu kama hivyo vinaleta attention nzuri kwa wateja wetu. Yaani kuto kulala kuna bwana ya wewe Jumatatu Jumanne silali. Ndio maana ukiangalia Jumatatu Jumanne Jumatano Monday to Monday sisi tuna party. Oh yeah. Bab Kubwa wana ni mega mix show ya Abud FM inaitwa Abe Kidunda. Rafiki yako damu kabisa ABEKIDUNDI. Tupate break kidogo.